Bwana Yesu asifiwe sana. Na kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya afya na uzima alionipa. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mtumishi Gideon na mama mtumishi. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya watendakazi wa Gideon Online TV. Ninamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa ajili yao. Pia namshukuru Mungu kwa ajili yenu mliofika katika kipindi hiki. Ninamshukuru sana Mungu. Pia kwa wale ambao wako njiani, wengine wanatuangalia kwenye YouTube, ninamshukuru sana Mungu kwa ajili yenu. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame tumshukuru Mungu. Baba, tazama wanao tumekuja mbele zako. Tazama majira haya na saa hii Bwana. Tuko mbele zako, tumekuja Bwana kwa ajili ya kusikiliza neno lako. Tazama wanao Bwana, siku ya leo tumekuja, tunataka kufahamu zaidi kuhusu ufalme wako. Baba, tazama mimi na baba huyu na mama huyu Bwana, tuna kiu ya kujua siri ya ufalme wako. Tunaomba Roho Mtakatifu akatufundishe, maana peke yetu hatutaweza Bwana. Mungu Baba Mwenyezi, tazama majira haya na saa hii Bwana. Tunaomba rehema, tunaomba msamaha kwa yale tuliyotenda kwa kujua kwa kutokujua. Utusamehe Bwana, uturehemu Bwana. Baba, ninakwenda kinyume na nguvu zote za yule mwovu shetani. Ninaharibu kila falme na kila mamlaka iliyoinuka kwa ajili ya kipindi hiki. Ninazinyamazisha kwa damu na kwa moto wa Roho Mtakatifu. Baba, majira haya na saa namuomba Roho Mtakatifu ashuke mahali hapa, akatamalaki mahali hapa, akanitumie. Peke yangu sintaweza pasipo nguvu na uweza wa Roho Mtakatifu. Ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo tutajifunza kuhusu siri ya kupata ufalme wa Mungu. Nilioko mbele yenu kwa majina naitwa Martha Peter Masao. Ni mhudumu katika madhabahu ya Mlima Moria. Karibuni sana kwenye kipindi chetu. Tujifunze, tujue siri ya ufalme wa Mungu. Tunatakiwa tufanyeje, tunatakiwa tuenendeje ili tuingie katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza tujue ufalme wa Mungu ni nini. Ufalme wa Mungu ni utawala wa Mungu wa milele, mwenye nguvu na mamlaka juu ya falme wote mbinguni na duniani. Huu ufalme wa Mungu una nguvu. Yeye ndiye mtawala, yeye ndiye aliyeumba mbingu na nchi na vyote vilivyopo. Kwa hiyo ufalme wake una nguvu kuliko falme nyingine, kwa sababu kuna falme nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Huu ufalme wa Mungu ni ufalme wa kiroho na sio ufalme wa kimwili. Ufalme mwingine ni wa kimwili, lakini wa Mungu ni wa kiroho. Kwa hiyo tutajifunza, tutaona siri ambazo Mungu amewafunulia wateule wake, watakatifu wake, ili wapate kuingia katika ufalme wa Mungu. Fungua nami Efeso 6 mstari wa 10 mpaka 12. Nami nasoma kwa msaada wa Bwana. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Vaeni silaha za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hii, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaona ya kwamba tumeambiwa tuwe hodari. Kwa hiyo siri ya kwanza ya kuingia katika ufalme wa Mungu ni kuwa hodari. Tuwe hodari tumshinde shetani. Shetani ana nguvu. Yeye huzunguka ili atafute ni nani ambaye hayupo hodari, ni nani ambaye halisikii neno la Mungu, ni nani ambaye amerudi nyuma, ili amteke amuingize kwenye ufalme wake. Lakini tukiwa hodari tutashinda. Tutashinda na zaidi ya kushinda. Kwa hiyo siri ya kwanza ambayo tunatakiwa tuijue ni kuwa hodari. Mimi na wewe tuliookoka tunatakiwa tuwe hodari katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe.
ya kwamba adui anatafuta watu wake awaingize kwenye ufalme wake, na Mungu anatafuta watu wake awaingize kwenye ufalme wake. Ni kwa nini nimesema hivyo? Mimi na wewe tuliookoka tunatakiwa sasa tuhubiri neno la Mungu, tutangaze neno la Mungu ili watu walijue, warudi kwa Mungu wengi. Tumpatie Mungu watakatifu wengi. Wako wengine hawajui neno, wako wengine hawajui neema ya Mungu ikoje, wako wengine hawamjui Roho Mtakatifu anafanya kazi vipi. Lakini mimi na wewe uliyefika mahali hapa, mtu wa Mungu, tukijifunza kuhusu hii siri, tutaona ya kwamba ufalme wa Mungu utakuwa na watu wengi watakaoingia, na shetani atakosa watu baada ya mimi na wewe kuwahubiria watu wajue ya kwamba zile njia wanazoenenda ni mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Siri nyingine, siri ya kupata ufalme huu ni kwa neno lake, kwa roho wake na kwa neema yake. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie Efeso 3 mstari wa 5 mpaka 12. Efeso 3 mstari wa 5 mpaka wa 12. Siri hiyo hawakujiulishwa wanadamu katika vizazi vingine, kama vilivyofunuliwa mitume wale watakatifu na manabii zamani hizi katika Roho, ya kwamba mataifa ni warithi pamoja nasi na urithi mmoja na mwili mmoja, na washirika pamoja nasi ahadi yake iliyo katika Kristo Yesu kwa njia ya Injili. Injili hiyo ambayo nalifanywa mhudumu wake kwa kadri ya kipawa cha neema ya Mungu niliyopewa kwa kadri ya utendaji na wa uweza wake. Mimi niliye mdogo kuliko yeye aliye mdogo wa watakatifu wote, nilipewa neema hii ya kuwahubiri mataifa utajiri wake Kristo usiopimika, na kuwaangaza watu wote wajue habari za madaraka ya siri hiyo, ambayo tangu zamani zote ilisitirika katika Mungu aliyeviumba vitu vyote, ili sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ijulikane na falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho, kwa kadri ya kusudi la milele alilokusudia katika Kristo Yesu Bwana wetu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Petro, anaelezea kwamba yeye alikuwa anahubiri Injili ili ampatie Mungu utukufu katika ufalme wake, ili mimi na wewe tuijue Injili, ili Injili iwafikie wengi na watu waokoke wengi. Bwana Yesu asifiwe. Watu watakapookoka wengi, ufalme wa Mungu utakuwa na watu wengi. Shetani atakuwa anabaki hana watu. Lakini mimi na wewe tukikaa kimya, tusipoeneza neno la Mungu, tusipoeneza Injili, ni kwamba tunaacha watu wanaanguka. Kuna kusudi ambalo Mungu amekusudia kwa wewe uliookoka. Hukuja hapa duniani kwa bahati mbaya. Hukuja kwa bahati mbaya. Kwa sababu gani? Mungu alikuleta ili uhubiri neno lake, ili upeleke Injili. Yamkini sio kusimama madhabahuni, lakini utapeleka Injili kwa sadaka yako au kwa ushuhuda utakaoenda kuutoa. Unaweza ukaja katika hii madhabahu ukawa umetendewa yale matendo makuu Mungu anayokutendea. Utakapopeleka
unakokaa au sehemu mbalimbali wakazisikia zile habari, tayari wewe umeshakuwa umehubiri neno la Mungu, umeuinua ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu utaendelea kujulikana. Bwana Yesu asifiwe. Tusije tukaacha kutenda, kwa sababu neno la Mungu linasema wakamshinda shetani kwa neno la ushuhuda. Unavyotoa ushuhuda wa matendo makuu ya Mungu, tutamshinda shetani. Bwana Yesu asifiwe. Siri ingine ni kwa kutimiza mapenzi yake. Huwezi kupata ufalme wa Mungu kama hujatimiza mapenzi yake au kusudi lake. Bwana Yesu asifiwe. Tunaambiwa huwezi kutimiza mapenzi ya Mungu kama hujatimiza mapenzi yake au kusudi lake. Fungua nami Warumi 9 mstari wa 11 mpaka 13. Bwana Yesu asifiwe. Nami nasoma kwa msaada wa Bwana. Rumi 9. Nayo inasema hivi: tunaanza mstari wa 11, inasema kwamba kwa maana kabla hawajazaliwa wale watoto, wala hawajatenda neno jema wala baya, ili litimie kusudi la Mungu la kuchagua kwa sababu ya matendo, bali kwa sababu ya nia yake aitendaye. Aliambiwa, na nimempenda Yakobo, bali Esau nimemchukia. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaona ya kwamba ni kusudi la Mungu. Hii ilikuwa ya kwamba kusudi la Mungu, alimpenda Yakobo kuliko Esau. Esau alikuwa ni mtoto wa kwanza, angezaliwa, alikuwa wa kwanza, akauza ile nafasi yake ya mtoto wa kwanza. Kwa hiyo lile lilikuwa ni kusudi la Mungu ili ambariki Yakobo. Kusudia Mungu, alikusudia tangu wakiwa tumboni, aliadhimia tangu wakiwa tumboni. Kwa hiyo hapa tunafundishwa ya kwamba lile kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yako tangu tumboni mwa mama yako, unatakiwa lile kusudi ulifanyie kazi. Yamkini kusudi lako ni kuhubiri neno la Mungu, ni kutangaza Injili. Unatakiwa hilo neno ulitimize kama Mungu alivyotimiza kusudi lake, akampenda Yakobo kuliko Esau. Ndivyo na wewe unatakiwa utimize jukumu lako. Usipende dunia, ipende Injili kuliko dunia. Usipende anasa, penda neno la Mungu kuliko anasa. Tunaona watu wengi, vijana wengi wanaangamia, wanapenda starehe, wanapenda anasa, lakini wakisikia neno la Mungu hawalipendi. Ni nani atakayefikisha ujumbe? Ni mimi na wewe. Tutafikisha huo ujumbe, tutalitangaza neno la Mungu ili ufalme wa Mungu uinuliwe, ili ufalme wa Mungu ujulikane kwa mataifa yote. Shetani asije akajivuna, kwa sababu shetani hajaumba kitu chochote. Ufalme wake ni ufalme ambao ni wa kuangamiza. Ni ufalme ambao ukiufuata mtu wa Mungu, ufalme wa shetani, ujue ya kwamba siku ya mwisho utaingia jehanamu.
hutapata nafasi ya kuingia mbinguni kwa sababu umeukataa ufalme wa Mungu. Kwa hiyo siri ya kuingia kwenye ufalme wa Mungu, neno la Mungu. Taka nguvu za Roho Mtakatifu. Omba neema ya Mungu akuongoze, akufundishe ni kitu gani ambacho ameweka ndani yako, kusudi aliloliweka ndani yako. Tunaona ya kwamba Yusufu alijinyenyekeza kwa sababu ya lile kusudi Mungu alikuwa ameweka ndani yake. Hakuna mtu alikuwa anajua kwamba Yusufu kuna kusudi Mungu ameweka ndani yake. Walimdharau, wakamtupa kwenye shimo, wakataka kumuua. Lakini ili kusudi la Mungu litimie, Mungu alimtoa kule kwenye shimo. Alipofika kwa Potifa, akapelekwa gerezani. Ili kusudi la Mungu litimie, alitolewa kule gerezani. Alipokuwa gerezani, ili kusudi la Mungu litimie, Farao akaota ndoto. Alipoota ndoto, wa kumweleza Farao ni Yusufu. Ndipo kusudi la Mungu likatimia, Yusufu akawa waziri. Kwa hiyo mimi na wewe, kuna kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yetu. Tuchuchumilie tujue hilo kusudi. Muulize Mungu. Utakavyozidi kuwa unasoma neno la Mungu, ukasikiliza mahubiri, Roho Mtakatifu lazima atakwambia kusudi la Mungu aliloweka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, ni vyema sana tukijua ufalme wa Mungu, ni vyema sana tukienenda katika ufalme wa Mungu, kwa sababu nyakati hizi ni nyakati za mwisho. Tusije tukajikuta ya kwamba Mungu akija, parapanda ikilia, mimi na wewe hatutanyakuliwa. Ili tunyakuliwe, tulishike neno la Mungu. Tupeleke injili sehemu mbalimbali. Tutafute neema ya Mungu na Roho Mtakatifu atutumie. Ni katika jina la Yesu atuongoze na atufundishe, na Roho Mtakatifu awe juu yetu. Wote tuseme amen. Tusimame. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tazama wanao tumekuja mahali hapa Bwana. Tumesogea mbele zako Mungu. Tumekuja Baba, tuna kiu ya kujua ufalme wako. Tazama tumejua kwa asilimia chache, lakini Bwana, jinsi Roho Mtakatifu alivyo mwaminifu, ataendelea kutufundisha, ataendelea kutuongoza tujue ufalme wako. Mimi na baba huyu na mama huyu, yamkini Bwana tulikuwa tumeanguka kwenye ufalme wa giza. Siku ya leo Bwana tumejua ya kwamba tulishike neno lako, tuhubiri injili, tuombe neema yako, tumuombe Roho Mtakatifu atuongoze ili tujue ufalme wako ukoje na kusudi uliloweka ndani yetu ni lipi. Mungu, tunakushukuru kwa kuwa hutatuacha wala hutatupungukia. Ni katika jina la Yesu ninaomba na kuamini. Wote tuseme amen.